Waheshimiwa mawaziri, ninachojaribu kusema au ninachojaribu kushauri na kuwaomba, kama wewe ni waziri wa wizara yoyote ile, una jambo ambalo unajua hili jambo ni la kiusalama, iwe ni waziri wa madini, uwe ni waziri wa maji, uwe ni waziri wa kilimo, uwe ni waziri wa wizara yoyote ile, uwe ni waziri wa elimu, uwe ni waziri wa mambo ya ndani, una jambo lolote la kiusalama, mtafute IGP, maana yeye ndio ana dhamana ya kuliongoza jeshi la polisi hapa nchini. Mtafute IGP. Kwa kipindi hiki tulichokuwa nacho miaka hii michache, mmemtesa sana mheshimiwa IGP. IGP Wambura kwanza ni mpole, mzee wa watu, ni mnyenyekevu, mtu wa watu, yani mmemtesa sana kwa sababu mnamruka, mnaenda kwa wananchi na kuwashambulia polisi wa kawaida, jambo ambalo wewe waziri huna mamlaka ya kutoka juu kabisa unakwenda kuongea na polisi wa kawaida. Ebu ongea na IGP, kama ni wale mastafu wote wale wa ngazi za juu, makamishna sijui wa uhamiaji, kamishna wa magereza, makamishna wale, pamoja na IGP. Unakaa nao kama waziri wa kilimo, unakaa nao kama ni waziri wa mambo ya ndani, unakaa nao kama alivyofanya mheshimiwa Katambi. Vivyo hivyo na mawaziri wengine, una jambo lolote la kiusalama, maana mambo ya kiusalama ni siri, kaa nao, kaa na IGP, mshirikishe IGP, ajue wizara yako ina changamoto gani, kuna nini. Yeye ndo ana vyombo vya uchunguzi, ana watu ambao ni taaluma yao ni ya kufanya uchunguzi. Hakuna mtu mwenye vyombo vya upelelezi zaidi ya IGP. Yeye ndio mkuu wa polisi, yeye ndio amiri jeshi, ndio mkuu wa jeshi la polisi Tanzania. Sasa mnapomruka na kwenda kwenye jeshi la polisi la kawaida, mnavunjia heshima jeshi la polisi. Wewe kama ni waziri, una mambo unaona kwenye wizara yako kuna rushwa, unaona wizara yako ina mambo ambayo sio mazuri, huna haja ya kwenda kuzungumza mambo ya jeshi la polisi. Hebu tuliheshimu jeshi la polisi, tulipe heshima. Lakini jambo lingine, polisi wanapofanya mema, hebu tuyaseme hayo mema, tuyazungumze hayo mema. Tumekuwa tukiongea mabaya. Ngoja niwafundishe. Mimi ni kiongozi wa dini, nimesoma neno la Mungu, najua linavyosema ni kwamba binadamu akisikia mabaya ataamini mabaya, atatenda mabaya, kisha atakuwa mbaya. Lakini binadamu akisikia mazuri ataamini mazuri, atatenda mazuri, kisha atakuwa mtu mzuri. Sasa kama tutakuwa kila wakati tunaongea mabaya ya polisi, na umekuta ni polisi mmoja tu, kuexpire kwa Coca-Cola moja sio mwisho wa kunywa Coca-Cola. Ukikuta iliyo expire weka pembeni, chukua mpya. Sio umemkuta polisi mmoja anapokea rushwa unatukana polisi wote. Hapana. Umekuta mtu anafanya jambo baya, usianze kushambulia jeshi la polisi. Naomba mawaziri, kama una jambo lolote la kiusalama, wewe ni waziri, muone IGP, ongea na IGP. Usije ukafanya mambo ambayo yanaweza yakawa tunadhalilisha heshima ya polisi na shuka.